Na mtazamaji, na wenye biashara ndogo ndogo wanatoa wito wa marekebisho kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2025 wakihimiza bunge kupitisha mapendekezo yatakayonusuru biashara kutoka kwa hatari ya ukosefu wa pesa na kuimarisha kuwepo kwa pesa. Shirika la kitaifa la biashara na wenye viwanda limeunga mkono hatua kama vile kupunguza muda wa kulipa madeni ambayo wakopaji wanakabiliwa na changamoto kulipa kutoka miezi 24 jinsi ilivyokuwa imependekeza kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2025 hadi mwaka mmoja. Kwa habari hizo na nyinginezo ni katika mkusanyiko wetu wa habari za biashara. Shirika la kitaifa la biashara na viwanda leo liliwasilisha maoni ya zaidi ya wafanyabiashara milioni 7.5 kuhusu mswada wa fedha mwaka 2025 kwa kamati ya bunge kuhusu bajeti. Rais wa shirika hilo Daktari Eric Ruto alitoa wito wa kufanywa marekebisho ya kuzipa uwezo biashara ndogo na za kadri, anazosema iwapo zitapewa uwezo huo zitachangia shilingi trilioni 4.05 kwenye uchumi wa nchi. Wakati huo benki ya Equity imetangaza faida ya shilingi bilioni 14.8 wakati wa kipindi cha kwanza cha miezi mitatu ya mwaka huu, ambayo imepungua kwa asilimia 3.9 ikilinganishwa na ile ya mwaka uliopita ambayo ilikuwa shilingi bilioni 15.4. Benki hiyo inasema kupungua kwa faida hiyo kulisababishwa na kuyumbayumba kwa dhamani ya sarafu nchini Sudan Kusini na vilevile kupungua kwa mapato ya riba. Equity ilijipatia faida ya jumla ya shilingi bilioni 41.9 kabla ya kutozwa ushuru, kiwango ambacho kilipungua kutoka shilingi bilioni 43.04 wakati wa kipindi kama hicho mwaka uliopita. Net interest margin expanded from 7 to 8 and as a result her actual profit is up 540%. Hatimaye vijana wanapaswa kutafuta suluhu la kiteknolojia la humu nchini ili kusaidia ukabilianaji na changamoto ibuka ili kupunguza matumizi ya teknolojia kutoka nje. Akiongea wakati wa kufuzu kwa wanafunzi 263 waliopokea mafunzo chini ya mradi wa shilingi bilioni 6.5 kuhusu biashara na viwanda, katibu katika Wizara ya Viwanda Daktari Juma Mukhwana alisema vijana wanapaswa kutumia kikamilifu fursa za mitandao kujipatia pato na kuendeleza ajenda ya marekebisho ya dijitali humu nchini. Let's look for solutions. Don't spend your time on the internet abusing others. Spend time looking for how to make money in that space. Trevor Ngendo, Darubini.